naitwa Nicholas Lemani Molelau Mr. Chura. Mtu wa kwanza tumemkuta hapa hivi ndugu langu. Hapa chini kafukiwa ila mna mvote ile mletea hajaletwa na maji wala hajanyeshiwa ni kama nyunyu kamempitia. Nege vizuri. Tukamfukua huyo mtu ndugu wangu. Nisikilize mwandishi. Tukamfukua yule mtu, baada ya kumfukua tukamtoa mimi mwenyewe ndo nimemtoa kwenye kichwa kule. Mimi mwenyewe nimemfukua kwa mikono yangu na nchi mashahidi. Baada ya kumtoa tukawaambiaje mapolisi, ndugu wangu tunaomba hata tumfute kidogo tumuone sura labda hata kuna ndugu wake hapa anamjua. Wakamchukua na machela wangu mpaka kwenye nini? Kwenye gari. Moja kwa mtuambia ngoja kwa labda na ndugu wake hapa. Huyu jamaa bado alikuwa hajaharibika sana. Wewe ndugu wangu, lakini sisi tunasema sasa hivi sio barabara. Hii makorongo ndugu wangu, watoto waendi shule. Tenda kufanya kazi au tenda kuwapeleka watoto shule. Najua ile tukio limetushtua sana. Maana ni taharuki. Si asubuhi tumepita tunafanya kazi zetu na barabara hii hatukugundua chochote. Lakini baada ya mabwana watoka kwa wanazomba majani yale pale kuvuka hivyo akaona kama vile kuna sehemu mnani udongo umekuwa juu. Kuja kufika pale wakaja wakaona kufukua kidogo ndio wakaona mwili wa mtu. Na kwa taarifa hii wale shuhudia walisema walitoka wakaja kukojoa huko. Wanapokuja kukojoa huko ndo wakaona kama sehemu ambayo hairidhishi tu udongo umekaa kama vile unavyoona. Wakaogopa kusema baadaye wakaja kushuhudia tena ndo wakakuta tena ni mwili wa pili. Kwa hiyo matukio kweli kama haya hamna mtu anayepokea na tuungi ni uhalifu. Na si kama wanajamii sasa hivi tuna wasiwasi kubwa na rai yangu kwa serikali kwamba hii mitaro pia ifukiwe, maana tunaona ishakuwa kama ni sehemu za mochwari kufanyia mahalifu, watu wanabakwa pia. Huwezi kukuta kuna matukio yanafanyika mengi. Kwa hiyo kiukweli ili hapa limetushtua sana kama wananchi. Yaani upande wa ngambo wa kwanza barabara kule, mwili wa kwanza ulikuwa ni jinsia ya kiume na ule mwili unaonekana kama mtu ametolewa macho hana macho. Japokuwa polisi walitahidi kuficha ndivyo hivyo. Hii hapa ya pili ni mwili wa kike. Amelazwa kifudifudi, amelazwa chali. Kwa hiyo na kwamba hatujaweza kuona mwili nani sura yake ikoje lakini imeharibika na yenyewe. Japo macho hatukuona kwamba macho imetolewa au hajatolewa. Kuharibika imeharibika maana inavyoonekana ni siku kwa siku ya leo ni ya pili na ardhi ni ya moto. Kwa hiyo inaonekana imeshaanza kutoa harufu kwa mbali lakini haijaharibika kivile. Bado inawezekana kutambua kwamba huyu ni nani na ni nani. Yaani sasa hivi ni bora ukutane na mnyama kuliko ukutane na binadamu mwenzako. Maana hii issue sasa ukijaribu kuangalia jinsia ya kike kule na huku ni ya kiume tuna wasiwasi pia ni masuala tu ya wivu haya. Taarifa hizo sasa hivi hatuna. Kwa mtu aliyepotea hapana, taarifa hiyo hatuna. Ila tuna wasiwasi ni watu ambao wakaja wakaletwa huko. Kwa hiyo kwa hapa kwetu hatuna mtu aliyepotea. Mimi naitwa Silvia Macha. Tuna staff mwetu ambaye yuko Katoro Geita, alipotea tokea tarehe 2 mwezi wa 3. Anaitwa Tatu. Ni amenyoa kama mimi, mara mwisho kwa mvaa gauni ambayo ni kama dira na madoti doti. Kwa hiyo tokea tarehe 2 tunatafuta kanda ya ziwa yote, hatujafanikiwa kumpata. Kwa hiyo tunapata mashaka kwamba atakuwa ndio yeye, maana tunataka tuende mochari tukaangalie tukadhibitishe kwamba ndio yeye. Maana picha zake kwenye WhatsApp zipo, tukifika pale mochari tutaweza kupata jibu kwamba ndio yeye. Ni jinsia ya kike. Ndio. Huyo ametolewa amevaa gauni ile lenye doti ambalo alikuwa amevaa na marehemu mara ya mwisho, yani hiyo Tatu alikuwa amevaa mara ya mwisho. Maana pia imebidi nipige simu kwa kanda ya ziwa maana kipindi anatekwa kule ilikuwa mimi huko kikazi. Kwa hiyo imebidi nipige staff wengine walioko kule na marafiki na ndugu. Waniambia amevaaje, wameniambia alikuwa amevaa hivyo hivyo dira lenye doti doti. Alikuwa anafanya shughuli gani? Anadili na sekta ya kilimo zaidi, ndio. Pembejeo sekta. Yeye alipotea lini? Mwezi wa 3 tarehe 2. Sio mbali, nanipa wasiwasi kwa sababu kama mtu amepotea paka leo kanda hizo zote tumemtafuta kwenye majani huko hospitali kote hamna, jeshi la polisi hamna, kila mahali ametafutwa amekosekana. Na mwingine amekuja kubeba kumleta mpaka huko. Kwa hiyo kidhibitisho mpaka tukamwangalia nijue niwe na uhakika ndio yeye. Limeniumiza sana kwa sababu mambo ya utekaji kama ameanza kuhamia eneo hili la kwetu tunakosa sasa amani. Inabidi sasa jeshi la polisi lifanye uchunguzi wa kutosha wakina kujua tatizo limeanzia wapi. Maana tuna watoto wetu wa shule hao wanatoka saa 11 kwenda mashuleni. Sasa wataanza kufanywa vituko kama hivyo tena tuwezi kujua. Tunaomba jeshi la polisi lisipambane na hili swala kujua kwa wakati. Haiwezekani kwamba ni mvua kwa sababu sisi tulikuwa tunasimamia zoezi la barabara kuweka hii kwaru. Hatujaona hilo jambo. Watakuwa labda wamewazika kwa sababu ukiangalia aliyetoka kijana aliyetoka kwenye korongo na yule aliyekutwa kule juu ambaye ni ngambo kabisa amechimbiwa ni tofauti kabisa. Hiyo sio kwamba ni kwa sababu ya mvua. Kwa kuna jambo tu lililojitokeza. Kwa hiyo jeshi la polisi lifanye juu chini kushughulikia hili swala kwa wakati. Naenda mochari kwenda kudhibitisha kwamba ni mwili wa yule staff mwenzetu au ni sio. Saa 10 kasoro ambani yule mtu alikuwa pale vile amelazwa hivi ndo tulikuja hapa. Ni hali ambayo wananchi imetupa wasiwasi kubwa sana. Ni hali ya sintafahamu mpaka sasa hivi wananchi hatuelewi. Tuko kwenye hali gani na tuko kwenye mazingira gani?
Huyu ni mtu wa pili amefukuliwa hapo na ni mwanamke, alikuwa amelazwa na tumbo hivi, hatujaiona sura. Sawa. Hii hali imetupa wasiwasi kwa kweli. Wananchi wa huu mtaa hatuna amani. Hatuna amani kabisa kabisa kabisa. Ni hali ya sitafahamu. Ni hali ambayo imezua taharuki mbovu hii. Tutaenda kuchunguza, tutaendelea kuchunguza kwa sababu wapo watu wanaochunga, watu wako wanaofanyaje. Kama yule wamesema ni mtoto alikuwa anachunga, huyu wamesema ni mtu alikuwa anazoa mabua hao. Hii ni hali ambayo ni mbaya. Kiukweli kwa wananchi wa huu mtaa hali sio nzuri. Ni hali ambayo imetupa wasiwasi mpaka sasa hivi. Sijui maisha yetu yakoje. Kama ni ya Jumanne usiku. Kuna mkaka mimi amenihadisia. Alikutana na ile gari ilivyopita. Yani mwili ulimsisimuka Jumanne usiku. Akasema yani ile hali ilinisisimua sana. Angefuatilia gari angekuta watu wanazikwa hapa. Na yeye akawa ameshika mambo yake. Lakini ni Jumanne usiku ili tukio limefanyika.